Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na suala hili la kutekwa nyara na kutoweka kwa Humphrey Polepole. Tukio au taarifa za kusikitisha kuhusiana na Humphrey Polepole usiku huu zimeibuka tena, huku mama yake mzazi Humphrey Polepole akifanya mahojiano na wanahabari hadharani, akiweza kulia machozi mbele ya kamera na kutuma ombi zito kwa serikali na wananchi jioni hii. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Katika hali inayogusa hisia za kutoweka kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, mama yake mzazi Anna Mary Polepole amezungumza jioni hii katika mahojiano maalum na BBC, huku akitoa maombi na kilio cha hadharani ambayo yamekonga nyoyo za watu wengi nchini humo. Kwa sauti ya kutetemeka kwa uchungu na kukata tamaa, mama yake Humphrey Polepole alihimiza, nikimnukuu, alisema, nirudishie mwanangu Humphrey, awe hai au amekufa, nataka tu kujua aliko. Hata hivyo alizungumza maneno haya kwa uchungu na machozi. Maneno yake yamejirudia nchi nzima yakizidisha mazungumzo yanayoendelea kuhusu kutoweka kwa Polepole na siri inayoendelea kuizunguka tukio hilo. Kilio na ombi la mama yake Polepole vimetawala hisia za kitaifa na kuweka shinikizo kubwa kwa mamlaka kuchukua hatua haraka na kwa uwazi. Wakati wa mahojiano hayo yaliyofanywa nyumbani kwa familia yake, mama ya Humphrey Polepole alikuwa na hisia kali alipokuwa akielezea usiku wake wa kukosa usingizi, akiishi kwa hofu na kutokuwa na uhakika alipo mwanawe. Alifichua kuwa tangu taarifa za kutoweka kwa Humphrey Polepole zilipoanza kuenea mapema mwezi huu, familia hiyo haijapata mawasiliano rasmi kutoka kwa serikali au chombo chochote cha usalama kuhusiana na mahali alipo au ustawi wake. Sauti yake mama yake Polepole ilipasuka alipokuwa akisimulia siku za kusubiri, akitarajia simu au ziara rasmi ambayo haikufika. Ombi la mama yake Humphrey Polepole limekuwa ishara ya uchungu na hali ya kutojiweza inayohisiwa na familia za waliopotea, ikionyesha gharama kubwa ya kibinadamu na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa na kijamii. Kilio cha mama huyo kwa mwanawe Humphrey Polepole aliyepotea kimeibua hisia nyingi mitandaoni Tanzania. Watanzania wa tabaka mbalimbali wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kueleza mshikamano, huruma na hasira na kuwataka waliohusika kuweza kumwachilia. Simulizi hii ambayo sasa inavuma chini ya lebo za reli ama hashtagi kama vile #ForThePeople, #ByThePeople na #HumanRights imekuwa kichocheo cha wananchi kudai uwazi na uwajibikaji. Wengi wameelezea maneno yake kama wito kwa dhamiri kwa taifa, ukumbusho kwamba nyuma ya kila kichwa cha habari cha kisiasa kuna familia zinazoomboleza, zinazotafuta kweli na haki. Kilio cha mama Polepole sio tu kimewaunganisha watu katika huzuni, bali pia kimetawala mazungumzo kuhusu ulinzi wa haki za binadamu na thamani ya maisha ya kila Mtanzania. Kulingana na ripoti hiyo ya BBC, mama yake Polepole alielezea mkazo wa kihisia ambao yeye na familia yake wamepitia. Alisema kutokuwa na uhakika wa kutoweka kwa mwanawe Humphrey kumemfanya kuwa katika hali ya hofu na msongamano wa mawazo kila mara. Yeye hutumia siku zake kusali na kumwomba Mungu na usiku wake macho kusikiliza habari yoyote kuhusu mwanawe, nzuri au mbaya. Maumivu hayo, alisema, yamechangiwa na ukimya wa walio madarakani. Ombi lake la kihisia la kurejea kwa mwanawe Humphrey Polepole awe hai au amekufa linakazia kilio cha mama cha kutaka kufungwa, heshima na ukweli. Maneno yake yamevuma zaidi ya siasa, yakimgusa kila mzazi anayeelewa adha ya kutojua hatima ya mtoto wake au uchungu wa uzazi. Kufuatia ombi hilo la kuhuzunisha la mamake Polepole, mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu wamerudia madai yao kwa serikali kutoa taarifa wazi zilizothibitishwa kuhusu uchunguzi huo na kuweza kumpata Polepole. Jeshi la polisi nchini Tanzania katika taarifa yake awali iliyotolewa ilithibitisha kuwa uchunguzi rasmi unaendelea na umeanza kufuatia tuhuma zilizotolewa na kaka yake Polepole ambaye anafahamika kama Agustino Polepole kuhusu mazingira ya upotevu huo wa kaka yake. Hata hivyo, hakuna masasisho madhubuti yametolewa tangu wakati huo. Kukosekana kwa maendeleo na mawasiliano kumezidisha hasira za wananchi
huku wananchi wakihoji iwapo haki na uwazi vinadumishwa katika kushughulikia kutoweka kwa Humphrey Polepole. Ombi la Anna Mary mama yake Polepole pia limeibua tafakuri ya kisiasa, huku wachambuzi wakionya kwamba kuendelea kukaa kimya kunahatarisha kuharibu imani ya umma katika dhamira ya serikali ya haki za binadamu na uwajibikaji. Wachambuzi wanaona kuwa mama anapolazimika kuomba katika televisheni ya taifa taarifa kuhusu mwanawe aliyepotea, mwanadiplomasia wa zamani na mtumishi wa umma wa kiserikali wa awali, inazua maswali mazito kuhusu ulinzi wa raia bila kujali itikadi zao za kisiasa. Kilio cha mama Polepole hivyo kimevuka msiba wake binafsi na kuwa mtihani wa maadili kwa taifa na taasisi zake. Mwitikio wa umma umekuwa mkali katika mabaraza, mitandao ya kijamii na mijadala ya jumuiya. Wananchi wanatoa wito wa huruma na uwazi. Wengi hata hivyo wamepongeza ujasiri wa mama Polepole kwa kusema hadharani licha ya maumivu yake, wakimwona kuwa ni ishara ya ujasiri wa kweli wa kiwanawake. Wengine wamekosoa ukimya wa serikali, wakionya kwamba kupuuza ombi kubwa kama hilo kutoka kwa mama Polepole kunaweza kuzidisha migawanyiko ya kijamii na kutoaminiana. Baadhi ya wananchi wamependekeza kuunda miungano huru kushinikiza mamlaka kutoa taarifa zozote kuhusu utekaji nyara wa Polepole au uwezekano wa hatima yake. Ombi la kihisia la mama yake Polepole pia limevuta hisia za uangalizi wa kimataifa. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yanaripotiwa kufuatilia kesi hiyo kwa karibu, huku wasiwasi ukiongezeka juu ya mifumo ya watu kutoweka na vitisho vya wanasiasa katika sehemu fulani za Afrika. Maneno yake rais ghafi na ya kibinadamu na ya kuhuzunisha yamekuwa kilio cha kudai haki nje ya mipaka ya Tanzania. Kauli yake kwamba anataka tu kujua ikiwa mtoto wake yuko hai au amekufa inasikika kama hitaji la ulimwengu wa ukweli na ubinadamu. Kadiri siku zinavyosonga bila taarifa mpya, kilio cha mamake Humphrey Polepole kinazidi kuongezeka katika fahamu za taifa. Inatumika kama ombi na changamoto, ombi la huruma na haki na changamoto kwa walio madarakani kushikilia dhamana ya maadili na kisheria ya uongozi la kibinafsi, huku ombi la mama likisimama kama ukumbusho kwamba kila raia anastahili kuhesabiwa bila kujali hali yake au imani yake ya kisiasa. Kwa sasa Watanzania wanasubiri, wengine kwa hasira, wengine kwa matumaini, wengine kwa hofu, lakini wote kwa kutokuwa na uhakika. Ombi la mamake Polepole bado halijajibiwa, linalosikika katika nyumba na mitandaoni pamoja na ofisi zingine na maeneo ya umma imebadilika na kuwa kilio cha kitaifa, ikiitaka serikali na vyombo vya kutekeleza sheria kutanguliza ukweli badala ya usiri. Wakati uchunguzi ukiendelea, dunia inatazama kuona ikiwa kilio cha mama huyu mama yake Humphrey Polepole kitaleta mwanga kwenye fumbo linalolikumba taifa. Kwa kumalizia, ombi la dhati la Anna Mary mama yake Polepole limekuwa zaidi ya wito wa mama kwa mwanawe aliyepotea. Ni kilio cha haki, uwajibikaji na ubinadamu katika wakati wa kimya. Maneno yake yamepenya kwa hofu na siasa, yakigusa dhamiri ya taifa zima. Wakati uchunguzi wa kutoweka kwa Humphrey Polepole ukiendelea, sauti yake inabaki kwa ukumbusho wa upendo, hasira na hitaji la haraka la ukweli. Hatimaye kilio cha maombi ya mama yake Polepole anaweza kufafanua sura hii katika hadithi ya Tanzania, si kama moja ya siasa pekee, lakini kama ushuhuda wa nguvu ya kudumu ya upendo wa mama na wajibu wa pamoja wa taifa wa kuhakikisha kuwa hakuna raia anayepotea bila majibu.